Kwa siku ya kawaida ya shuleni, shule ya msingi ya Kongoni South C ingelikuwa imejawa na mazingira ya kelele za wanafunzi. Japo leo kimya ndicho kiligubika shule hii na nyinginezo tulizotembelea za sekondari jijini Nairobi kama vile Buruburu, Ofafa, Jericho. Kila tulipokumbana na mtu katika shule alikuwa ni mfanyakazi tu, walimu hawapo. Na baada ya siku ya kwanza ya mgomo hapo jana, wanafunzi wengi pia walisusia madarasa. Tuliopatana nao wakiwa darasani ni wanafunzi wa darasa la 8 hasa wa shule ya msingi ya Olympic. Wengi wakiwa ni kati ya wanaosubiri kufanya mtihani wa kitaifa wa KCPE katika wiki 7 zijazo, wakifanya mazoezi yao wenyewe. Na hofu yao kuu ni uwezo wa kuyaelewa masomo yaliyosalia katika silabasi, hasa baada ya marufuku kufanya masomo ya ziada walipofunga shule. Tunafaa tumalize silabasi ndio tukue conversant na kitu kitakuja kwa mtihani. So kama walimu wengine hawajamaliza, hatutaweza kukabiliana na maswali mengine. Na huko wanafunzi katika shule za umma 700,000 katika shule za msingi waliojisajili kwa mtihani wa KCPE na 400,000 katika kidato cha 4 KCSE wakijikuta katika ugomvi wa walimu na serikali kuhusu nyongeza mishahara. Wenzao katika shule za kibinafsi wanaendelea kuchambua vitabu vyao pamoja na walimu wao na kuwaweka pembeni wanafunzi hawa wa shule za umma. Hao wanaendelea na syllabus na sisi bado hujamaliza syllabus subjects zingine. So utapata hiyo ni advantage. Hao atatushinda, si tushinde. Toka tushiki tena, tupatie pesa kwanza. Lakini tena mwalimu anadai haki yake aliyoahidiwa na serikali tangu mwaka 97 na miaka 14 baadaye mgomo mwingine bado analalamikia mishahara duni. Vile vile wanafunzi wanadai haki yao ya kufunzwa. Kulingana hata na Constitution ya Kenya inasema kama kuna forces mbili ya mwanafunzi na ya mtoto na mtu mkubwa, inafaa wa favor hiyo force ya mtu mdogo. Lazima haki ya walimu pia tuangalie upande mwingine because hawa walimu wana earn peanuts. Kwa hivyo tunaomba serikali ikae chini na walimu, hakuna vita. Mapato ya walimu na wanafunzi sharti kusoma, zote ni haki ambazo wote wanalilia. Lakini ni mjadala sasa ambao uko mbele yetu na kwa serikali kutatua. Je, ni haki ipi itakayotiliwa maanani zaidi? Isabella Kituri, KTN leo, Nairobi.